kabla sijazungumzia ngoma nizungumzie kabisa idara yetu yote ya tiba katika timu yetu ya Azam. Kwa kipindi hiki tulikuwa na majeruhi 5. Yakubu Muhammad, mchezaji professional, Dani Amoa, kijana mwingine ambaye tulimpeka Coastal Union kwa mkopo, Ladislas Stanislaus, na pamoja na Waziri Junior. Huyu ngoma anakuwa wa mwisho wa 5. Yakubu Muhammad tulikuwa tunacheza mechi ya kirafiki na Combine ya Polisi mwezi wa pili, alivunjika mguu na mtaona kwenye mechi zote za ligi za mwishoni tulimkosa, lakini timu ilifanya jitihada. Tulikwenda naye Afrika Kusini, alikwenda akachunguzwa tena, ikaonekana kwamba kama 90% ule mfupa umeshapona, ni maumivu ya nyama tu. Kwa hiyo Yakubu Muhammad alifahamishwa kama mwezi wa 6 Juni mosi aweze kuanza mazoezi kama kawaida. Kwa hiyo timu imepumzika sasa hivi, lakini Yakubu atarudi kiwanjani. Dani Amoa yeye alikuwa na tatizo kubwa sana. Dani Amoa aliumia, lakini baadaye tulimpumzisha mwaka jana mwezi wa 11, tulimpumzisha kwa muda wa miezi 2. Lakini tulipokuja kucheza mechi yetu na Simba na ule ushindani, Dani Amoa alirudi tena kiwanjani. Kwa hiyo baada ya kucheza mechi yetu sisi na Simba ambayo tulitoka dula kwa sare kule Chamazi, alipata maumivu makali sana ya goti na goti lilivimba. Tulimfanyia matibabu hapa na kumfanyia vipimo hapa, lakini baadaye uongozi ukaona bora aende kwenye hospitali ya Vincent Balote Afrika Kusini, na ikaonekana kwamba amekata mtulinga wake wa kati, anterior cruciate ligament, na vile vile amechanika meniscus. Kwa hiyo alifanyiwa operation kubwa tarehe 7 mwezi wa 4, na baada ya kufanyia operation 4 akawekewa kifaa maalum cha kwenye goti kwa muda wa wiki 6 na baadaye anaendelea na mazoezi madogo na kuanza kujoga kidogo, lakini jeraha lake yule Dani Amoa litamchukua miezi 9 kurudi uwanjani. Kwa hiyo toka mwezi wa pili alipoumia kucheza na Simba Sidula kwanza, hesabu miezi 9 ndio ataweza kurudi tena uwanjani. Waziri Junior alikuwa na tatizo la kifundo cha mguu toka tulipokuwa pre-season Uganda mwaka jana mwezi wa 8, lakini aliendelea kucheza na tulipokuwa tunacheza mashindano ya Mapinduzi tatizo lilizidi, lakini alirudi na tukampeleka naye Afrika Kusini pamoja na Dani Amoa, na alipatiwa matibabu ya shindano na sasa hivi ameanza kufanya tena mazoezi kama kawaida. Sasa na huyu kijana wetu ambaye tulimpeleka kwa mkopo Coastal Union, Ladislas Stanislaus, sasa hivi tumefanya uchunguzi katika hospitali hapa ya High Tech, imeonekana naye amekatika huo mtulinga wakati anterior cruciate ligament katika goti lake la kulia. Sasa hivi zinafanyika taratibu. Unajua sisi Azamu, watu wengi wanafikiri Azam ina uwezo sana. Tumeingia tu mikataba na makampuni ya bima. Kwa hiyo mkiona mchezaji anakwenda kuhudumiwa kama hivi anavyohudumiwa mchezaji kama anavyohudumiwa ngoma, zile risiti huwa zinarudi na zile risiti zinafanywa claim katika kampuni hizo za bima. Tulikuwa na bima na kampuni ya Aris, African Risk Insurance, lakini sasa hivi Azam tunaingia na bima ya AAR, ambao hao watakuwa na sio kutibia tu majeraha ya wachezaji wetu watapewa na kadi na familia zao kwenda kutibiwa katika hospitali mbalimbali, na hiyo itasaidia kwa sababu wachezaji mpira wengi wanapokuwa hawapo kiwanjani na wapenzi hawaoni, basi unakuta na hali zao zinakuta tatizo lingine inakuwa shida sana. Kama ni mchezaji mwenye umri wa miaka 28 alipokuja kwenye klabu yetu ya Azam alikuwa na malalamiko ya goti lake la kulia, na kwa historia yake maumivu yake Donald Ngoma yalikuwa yamechukua kama wiki 7 ndio sisi tunamuona, na maelezo ni kwamba katika mazoezi alikuwa akifanya aligongana na mchezaji mwenzie na ulitokea uvimbe katika goti lake la kulia na alikuwa na maumivu makali. Lakini Ngoma alikwenda kwenye clinic moja inaitwa London Health Clinic, ambapo na watu wa physio kule maeneo soko la Sabaki kule Mikocheni, Cape Town Supermarket. Kwa hiyo alikuwa anaonwa katika hiyo kliniki hiyo na akifanywa vipimo matibabu mbalimbali ya kisasa ya kustua misuli ya goti na kuwekwa joto katika goti infrared, na kuna kingine kinaitwa TENS. Alikuwa anafanyia matibabu hayo na kupewa mazoezi, lakini bado Ngoma alikuwa akiwa na maumivu hayo, na ndipo alikuja kuonana na uongozi wetu wa Azam. Na uongozi wetu wa Azam, labda tuweke wazi tu kwamba walisema kwamba Ngoma sisi tuende tukamwangalie, tukiona kwamba Ngoma kwamba yuko fit ndipo timu yetu iweze kufanya nini, kuingia naye mkataba.
watu wengi walikuwa wako sensitive sana, wakafikiri kwamba Azam hawafanye vitu kwa umakini, lakini kwa tunataka kuangalia hali yake. Labda nitoe mfano tu, hata timu yetu kubwa na kongwe Young Africa walimtoa Ngoma katika timu ya Platinum ya Zimbabwe, lakini wale Platinum Zimbabwe walimhudumia, walimuuguza ule Ngoma kwa muda wa mwaka mzima kutokana na kuona kile kipaji chake. Kwa hiyo Yanga wamekuja kumuona Ngoma anacheza wakati anacheza timu ya Platinum Zimbabwe. Kwa hiyo sasa Azam ilichukua jukumu la kufanya vipimo na kufanya matibabu yake. Kwa hiyo tulipofika kule Afrika Kusini, aliona katika hospitali ya Vincent Pallotti ambaye mwenzangu Jafari aliwafahamisha, na vitu ambavyo madaktari waliviangalia, kwanza kuangalia kwamba Ngoma je, anaweza kutembea kama kawaida. Aliangaliwa, akaangaliwa jinsi gani anavyokimbia, na walijaribu kumpima lile goti lake. Hakuwa na uvimbe wowote na alikuwa na maumivu ya mbali, lakini kama taratibu zao zilivyo walimfanyia MRI scan. Hapa napenda kutoa ufafanuzi wa kipimo cha MRI. Sio kwamba hichi kipimo cha MRI Tanzania hakuna. Hichi kipimo kipo Muhimbili, kipo Aga Khan, kipo High Tech, lakini hizi mashine zile SMART zinapishana ule uwezo wake. Kipimo cha SMART katika mashine ya MRI kinaitwa Tesla. Sasa mashine nyingi zilizokuwa hapa Tanzania zina Tesla 1.5 mpaka 2, ambazo mashine hizo wakati mwingine haziwezi kuona haya matatizo. Na ndio maana sisi tunapelekea wachezaji wetu kuwapeleka Afrika Kusini. Sio kwamba Afrika Kusini tunapendelea kutembea au nini. Tunapendelea jinsi ya kuwasaidia wachezaji wetu. Sasa unaweza kukuta mchezaji, kwa mfano kukuta Shabani Kirunda amepima kwenye mashine za hapa. Unaambiwa kwamba hana tatizo lolote. Unafika Afrika Kusini kwa unaambiwa huyu amechanika msuli sentimita 7. Unafika Afrika Kusini unaambiwa huyu amekatika ligament. Kwa hiyo sasa ndio maana waandishi mlifahamu wazi kwamba sisi tunapokwenda kuwapeleka wachezaji wetu Afrika Kusini, wenzetu wako katika dunia nyingine ya kimatibabu, wame advance kimatibabu. Mashine zao zina nguvu zaidi ya hapo. Hicho kipimo cha SMART kinachoitwa Tesla. Na mnafahamu kwamba kipimo cha MRI ni kipimo maalum kabisa ambacho kinaona zaidi matatizo ya kwenye nyama na kwenye hizi ligaments, mitulinga katika mwili wa binadamu. Na kipimo kile kingine ambacho tunatumia mionzi CT kinaona vizuri sana mifupa. Kwa hiyo Ngoma alifanywa hicho kipimo, na yaliyojitokeza na vitu vile vilivyoonekana katika Ngoma. Cha kwanza labda nieleze tu kwanza kidaktari kidogo ili muweze kupata anterior ligament, ama ligament ya mbele, ya nyuma posterior ligament ya nyuma, ya pembeni lateral ligament, na katikati inaitwa medial ligament. Lakini hata kama unakula kuku, mguu konyoyo, ndani kuna ligament mbili zimefanya kama X, zinaitwa cruciate ligament. Sawa, zimekaa kama mtu aliposurubiwa, cruciate ligament. Sasa kuna moja inatokea hapa kuja huku nyuma, inaitwa anterior ligament, lakini imepita katikati, na ile nyingine imetokea kwa nyuma, imepita huko, inaitwa posterior ligament. Sasa Ngoma kilichojitokeza kwamba ile ligament yake ya mbele hii anterior ligament imechanika, unaona, lakini haijachanika yote. Kwa hiyo wataalamu wanasema partial tear of the anterior ligament. Kwa hiyo hilo ndio tatizo ambalo alikutwa nalo Ngoma. Na vile vile napenda kusema kwamba labda ukiangalia kwenye mambo ya hapa ya ufundi au mambo ya ufundi, kuna vile vitu vinaitwa puli au vitu vizito. Vitu vizito vinavutwa na vitu vizito, zile kamba zake zinakuwa kama ule unaona mmea wa mnazi. Mnazi una uzito mkubwa sana, lakini sio rahisi sana kuanguka, unayumba kwa sababu umeumbwa ndani una zile fiber. Sawa? Na hiyo ligament nayo ina zile fiber. Ligament haikatiki moja kwa moja. Unaona? Mpaka ile tatizo lile kubwa sana, wajali kubwa sana. Wazee nyuzi zinakatika kidogo. Hatimaye anapoendelea mazoezi au katika hizi hali zote za ushindani, mchezaji anaelezewa kwamba acheze tu zile mechi, kwa mwishoni anakuja anakata kabisa, anakuwa hawezi tena kucheza. Kwa hiyo Ngoma ana partial tear of the ligament, na hiyo walimwangalia kwamba hiyo ligament imeanza kupona. Sasa matibabu yake ni nini? Kwanza ni bahati yake kwake kwamba yeye hatofanyiwa operation. Sawa? Atatakiwa kufanya mazoezi ambayo wanasema asifanye mazoezi ambayo ni pivot sport. Pivot sport ni chochote ambacho unaweza ukaweza ukatwist ile joint yako ya goti, au unaweza ukakutana na mwenzio kibuyu, tunasema kibuyu, wachezaji wa zamani sisi mnaita nini,
ambayo inaweza kusababisha kwamba ile force ikiwa ni mwenzako amekuzidi unaweza kufanya nini? Twist. Kwa hiyo Ngoma anafanya mazoezi na amewekewa program, na ukiangalia kwamba tokea alipoumia Ngoma alitakiwa afanye hiyo program kwa muda wa miezi 4 ili aweze kurudi kiwanjani. Sasa toka alipoumia mpaka sasa ni wiki 7 zimepita, na alikuwa anaona kwenye kliniki ya London Health, na kule Afrika Kusini vile vile alikuwa anafanya mazoezi haya kwenye gym. Kwa hiyo sasa tumebakia na wiki 9 ili Ngoma aweze kurudi uwanjani. Kwa hiyo tukianza Juni 10 mpaka 17 ni Juni. Tunamaliza 24, moja tunaanza Julai. Julai 1 mpaka 8 wiki ya 4 mpaka 15 wiki ya 5, Julai 22 wiki ya 6, Julai 29 wiki ya 7. Agosti 4 ni wiki ya 8. Kwa hiyo tarehe 11 Agosti atarudi tena Ngoma kwenye ushindani. Na katika hizi wiki 3 za kwanza ambazo kuanzia Jumanne anaporudi Zimbabwe, Ngoma ataendelea na mazoezi yale madogo madogo kule Zimbabwe na program ambayo ameshaandaliwa na wale wataalamu. Lakini atakaporudi hapa baada ya wiki 3 kupita, Ngoma atakuwa Chamazi na atakuwa anakwenda kwenye hiyo London Health ambayo iko kule soko la samaki kule Mikocheni. Kwa hiyo ataendelea na ile program ya mazoezi na kuanza kukimbia kwa kasi, lakini kucheza mechi ya ushindani ni kuanzia Agosti 11. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa naweza kusema fupi ya wachezaji wetu wa Azam, na sisi nia yetu zaidi, na napenda huo ujumbe mufikishe, ni kwamba mchezaji mpira yote ambaye anajisikia maumivu, asilazimishe kucheza au asicheze kwa kutumia madawa ya maumivu au madawa ya ganzi. Walatini wana msemo wao, wanasema natura sana curas medicus, yani mwili mzuri ni ule ambao unapona bila kutumia madawa. Ndio mwili mzuri. Kwa hiyo lazima kuheshimu kufanya vipimo, na lazima kuheshimu kuwapa wachezaji wetu muda wa kupumzika ili waweze kurudi katika hali ya kawaida. Mwanadamu sio kama spare ya gari. Kila siku wanasema hivi, unaweza kununua spare ya gari hapo mjini ukafunga spare, basi kesho ile spare ikakamilika akakimbia. Mwanadamu ana muda wake wa kupona. Sasa unapolazimisha, tuna mashindano ya Kagame, tunafanya vitu gani? Ndio unazidi kumuondoa yule mchezaji kwenye mchezo.